Ndugu zangu Ustadh Shafi Shomari Pango, Al-Habib Ustadh Suleiman Mbogo na Ustadh Hamidu. Naam. Tuko katika ofisi ya mkoa, ofisi ya BAKWATA mkoa wa Dar es Salaam, na ni ofisi ya Sheikh wa mkoa, Sheikh yetu kaka yetu Sheikh Al-Hadi Musasadu ambaye ndiye Sheikh wa mkoa huu. Naam. Wakati mkiwa kule Mozambiki na matatizo mliokuwa mmeyapata, kwa haraka pamoja na taasisi mbalimbali tulishirikiana naye kwa karibu sana, na alhamdulillah alifanya aliyofanya na aliweza kufanikisha kuweza hapa tulipofikia. Kwa hiyo tumefika hapa kwa lengo la kutoa shukrani tu, ndio kwa sababu kama tulivyoelekezwa katika mwongozo wa kitabu chetu, wema hulipwa kwa wema, aljazaa bil ihsan ila bil ihsan. Kwa hivyo mjisikie mko huru, mko nyumbani, na hii ni taasisi yetu, taasisi mama. Kwa hivyo msio na hofu. Niwakaribisha, nianze na Amiri Al-Habib Ustadh Shafi. Kama una lolote la kuzungumza basi karibu, alafu tutakaribisha na mabwana ili Sheikh ahitimishe na Fatiha tuondoke. Sheikh, unataka kujua kidogo au nitoe shukrani? Toa shukrani na kujua. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kwanza namshukuru Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kwa kuturejesha salama kwa matakwa yake mwenyewe. Lakini pili, nipende kushukuru Baraza la Kiislamu Tanzania BAKWATA. Mimi binafsi ndio nimeona baraza la mwanzo sana kwa sasa hivi kushughulikia Waislamu ambao wanapatwa na matatizo huko walipo. Binafsi nimshukuru ndugu yangu Sheikh Al-Hadi, mtu wa kwetu, unatoka Koma unakuja kwetu Mafia. Sote tunatumia jahazi hivi. Lakini kwa kupigana na kiume na kupambana kwamba hawa ni Waislamu au ustazi alafu wanatoka katika mkoa wangu, kwa hiyo dhima yote nitakuwa nimeibeba mimi. Akapambana namna Mungu alivyomwezesha, akajalia kwa uwezo wake Allah Subhanahu wa Ta'ala tukarudi salama. Kifupi, Sheikh wa mkoa, safari yetu haikuwa safari ya kuungaunga. Safari yetu kama kazi zetu tunazojua katika kutetea Uislamu kwa namna yoyote ile. Sasa wenzetu wa Mozambiki huwa kila mwaka huwa wanafanya debate na wasiokuwa Waislamu, lakini kutokana na elimu yao sio kubwa sana, ikafika mahala kila siku Waislamu wanartadi kwa kushindwa zile hoja. Mwaka huu wakaona hebu tuwaite Waislamu kutoka Tanzania wenye kazi zao, ndipo mwezi wa 9 tukapokea mwaliko wa kwenda maeneo ya Mozambiki na Mpula. Lakini kutokana na hali ilivyokuwa Mozambiki kwa sasa, tukakubaliana kwamba hatutoweza kusafiri kwenda kwa sababu sio mahala salama kwa sasa. Kwa hiyo ili tuende, sharti tujiridhishe tuwe mikononi salama mwa serikali ya Mozambiki. Ndipo wakatuletea invitation letter, barua ya mwaliko katika chama cha Komodadi wanaita Muslimia cha kule Mozambiki. Kisha wakatuletea barua ya polisi kujulisha kwamba tumeruhusiwa kuingia maeneo yale kufanya hiko kitu. Kisha tukaletewa barua ya chifu ambaye yeye ndio mwenye eneo analomiliki hiyo kambi ya wakimbizi kwamba tumepewa ruksa. Tulipojiridhisha tukaanza safari siku ya Jumamosi, tukalala Newala. Jumapili tukagonga katika boda ya Chihanga Mkunya. Tarehe 26 tulianza safari, tukagonga tarehe 27 tukavuka. Huku kwetu hatukuwa na tatizo sana kwa sababu kila kitu kilikuwa kipo wazi. Tatizo lilianza kwa upande wenzetu wa watu wa pili. Tulipogonga kwa mtu wa kwanza, tukamwambia zitazame document hizi, kama zina mashaka tugeuze hapa turudi Tanzania tusiendelee na safari, kama hazina mashaka tunaweza kwenda turuhusu. Akatazama, akatuita majina, akasema ziko sawa, hazina tatizo lolote. Ndipo tukaenda upande wa pili, askari wa mipakani, kusachi mizigo. Aliposachi mizigo akaangalia document akakuta zipo sawa. Tatizo likawa sasa anasema anataka 300,000 ili tuweze kuvuka. Sasa sisi akili yetu inatupa 300,000 ya Tanzania kwa sababu watu watatu kila mtu atatoa laki. Tukijiangalia mfukoni hatuna hizo pesa. Tukamwambia bwana, hizo pesa sisi hatuna, lakini kuna mwenyeji wetu anakuja anaitwa Isa, anakuja na gari kutuchukua kutupeleka Nampula, mtazungumza naye. Wakatuambia tupe namba za wenyeji wako huko Nampula. Tukatoa namba ya kamati ya Tauhid ambayo ilichukua barua kutoka kwa Komodadi Muslimin kwa ajili ya hili tukio tunalokwenda kufanya.
Wakaongea nao kisha wakanipa na mimi simu, akasema kwamba ni usalama wenu tu, lakini mahala hapo ni salama, hamna shida. Sasa kikubwa kikaonekana Qur'ani na baadhi ya vitabu tulivyobeba. Tukawa tunasikia kura, wanaongea Kireno kura. Sisi hatukufanya lolote, tukawa tumetazama. Bahati nzuri Isa akafika. Baada ya kufika, yule askari aliyetuzuia ndio alimwambia Isa, wageni wako 1, 2, 3 unatakiwa uondoke nao. Akasema sawa, ndio nimewafuata. Sasa akamwambia nipe nikupe nini? Maana alikuwa anataka ile 300,000. Sasa Isa akamwambia maagizo yangu sio hayo, maagizo yangu mimi kuwabeba hawa kuwapeleka eneo la tukio. Isa akaja mara pili, wakazungumza, tukamkuta Isa anaondoka. Tukamwambia Isa, si wageni wako, mbona unatuacha? Akasema hamna shida, mtanikuta kijijini na wai abiria, manake wanaita na matili kile kijiji. Basi tukakaa kuanzia saa 7, saa 8 tuko pale, saa 9 mpaka saa 10. Mimi nikamfuata yule askari, nini kinaendelea? Nikamwambia kama hatuwezi kuingia, document haziruhusu, turuhusu turudi wapi? Nyumbani. Akasema hakuna, ili jambo lishakufika kwa wakubwa huko, sasa wanalo wakubwa. Tatizo nini? Akasema hamna tatizo, mtajua huko. Kweli shehe wa mkoa kuanzia saa 1 kamili Defender ikaja tukachukuliwa. Lakini katika maongezi waliokuwa wanazungumza wale, yalitokea mabishano baina wenyewe kwa wenyewe. Mmoja anasema hawana tatizo, dokumenti si hizi, tatizo nini? Yule ni afisa upelelezi wa wilaya na matili aliyetukamata. Akasema mimi ndo kazi yangu, twendeni. Tukapakiwa ndani ya gari la polisi, tukapelekwa kituo kidogo cha polisi cha Namatili kutoka boda. Tulipofika pale tukakalishwa tena ndani ya masaa 2 mpaka saa 3:30. Likaja gari la jeshi wakiwa wamejipanga vizuri, wako wapi watu wenyewe? Tukakamatwa, tukatiwa pingu katika lile gari likaondoka. Tujue tunaelekea wapi. Tulikwenda kama masaa 3 usiku, tukaona gari limesimama msituni. Akili zetu zikahama, zikasema sasa hapa ndio mahala sio salama kwetu tena. Bahati mbaya walikwenda kujisaidia, wakapanda tena, tukaendelea na safari, tukaingiza katika kituo cha jeshi kinaitwa Mweda. Tulipokuwa Mweda tukapigwa pingu tena, tukatiwa ndani. Baada ya kutiwa ndani tukakaa siku ya kwanza, ya pili, ya 3, hatujui chochote kinachoendelea. Shehe wa mkoa ile Mweda wanavyosema kwamba mtu anapofika Mweda ni mahala pa mwisho na ndio mahala pa kwenda kuuawa. Kwa hiyo pale hakuna mtu anayeweza kutoka tena. Tukaekewa mwanajeshi mmoja alikuja kalewa, yeye ndio akatuambia, marafiki zangu nikwambieni ukweli, hapa mahala hatoki mtu. You are going to dead, kwamba mnakwenda kufa, kwamba hamponi tena, salini sala zenu za mwisho. Lakini hatukujua nini kinaendelea nyuma. Sisi tukawa tumekaa tukaenda chooni, tuna watu wawili na mabunduki, tukaenda kuoga, tunaoga nje na mabunduki, tunakula hivyo, yakawa sio maisha salama kwetu sisi. Lakini tulikuwa tunaomba machifu waje ili watuhoji kwamba tatizo letu nini. Mungu mkubwa, kuna siku machifu wakaja wakaenda wakatuhoji. Alianza Bwana Hamidu, akasema kiongozi wangu Ustadh Shafi, nikaenda nikahojiwa mimi. Nikatoa zile dokumenti, wakazisoma, wakawa wamezitilia mashaka zile dokumenti. Kwa rudini ndani tufanye utafiti wetu. Sasa baada ya siku 3-4 tukakuta hali imebadilika. Na ubadilikaji ule wa hali wakawa wametuogopa sasa. Wanakuja kwa kutunyenyekea. Tanzania mmekoga, mmekula, mmefanyaje? Chooni tukawa twende tena kwa bunduki. Kuoga tena twende kwa bunduki. Chakula tunaenda kujitilia wenyewe. Tukana wauliza wenzangu nini kinaendelea. Kumbe harakati za wenzetu nje zilikuwa zimefanyika. Lakini wakati natoka Mtwara nimefungua simu, watu wa Msumbiji nao wakanipigia simu. Wakanionyesha zile harakati zao baada ya sisi kuwepo ndani. Walipoona tumezauliwa wakaja na dokumenti mpaka kituo kikubwa cha Namatili cha polisi. Wakaambia watu sisi tumewapeleka Mweda, nendeni. Wakazunguka magereza 3, hawakutuona. Walipokuja gereza letu sisi pa, wakaonyesha dokumenti la kijeshi ambao raia haingii. Na wao walikamatwa, wakaekwa ndani kwanza. Wakakaa, wakahojiwa, kisha wakarudishiwa dokumenti zao, wakaambiwa watu hapa hawako, kwa watafuteni mahala pengine. Wale wakajiongeza, wakaenda kwa rais wa Msimbo ambaye ni meya, ambaye ni Muislamu kidogo, imani anayo. Yeye akatoa wanajeshi 2 kwa maelezo yao kwamba waje watuchunguze kule.
nao walipofika njiani wakauawa wale wanajeshi, wakawa wameshindwa kuja, wakarudi na Mpula wao wakati na inna lillahi wa inna ilaihi, wakawa wamesema hivyo. Lakini baada yake wakatuma wanajeshi wengine ndani, wakawa wanatuliza masajenti wale, nyinyi ndio Waislamu kutoka Tanzania? Ndio. Na kwenda na Mpula kufundisha dini? Ndio. Wakawa wameondoka. Tumekaa, kaja mama mmoja hivi, kuna siku tuliona makamanda wote wamekuja wana vyeo, Tanzania toka nje, tukatoka nje tukapigwa picha wote, alafu tukarudishwa ndani, tukajipa imani kwamba hizi dokumenti tunatengenezewa kwa ajili ya kuondoka. Lakini tukakaa, kaja mwanamke mmoja naye anazungumza Kiswahili kizuri, akatuhoji, akanihoji, akamwambia hizi dokumenti si za kwetu jamani? Wakasema ndio. Tatizo liko wapi sasa kama watu wapokee halali? Tunawashikilia kwa nini? Akamwambia nimekuja kufuatilia matatizo yenu, rudini ndani. Tukarudi ndani. Nikamwambia ndugu zangu, ondoeni kwamba tutatoka kesho, itakuumizeni. Refresh mioyo yetu kwamba tukitoka sawa, tusipotoka sawa, lakini mkisema kesho 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 tutazidi kuumia. Tukaeni tu, Mungu ndo kapangilia. Mwisho wa siku Jumapili tunakuta wamekuja, wanatuambia Tanzania tokeni nje, chukueni sabuni, nendeni mkagoge, badilisheni nguo, pakeni mafuta, leo mnarudi wapi? Nyumbani Tanzania. Tukasujudu, tukashukuru Mungu, wakatupakia kwenye gari lao la machifu, wakatupa katuleka Newala, wakatukabidhi uhamiaji wa Newala. Tulipokabidhiwa pale, serikali lazima ijichunguze yenyewe kwanza, na sisi tuchunguze. Kwa hiyo serikali haina mahala pa kuhifadhi watu zaidi ya mahabusu. Yaani hata kama wewe ukienda kituo cha polisi unaomba msaada wa kulala tu ili kesho uondoke, watakuweka wapi? Mahabusu. Wao wanaamini ndio mahala salama. Kwa tukatiwa mahabusu, asubuhi tukatolewa, tukapelekwa Mtwara. Mtwara tukatiwa mahabusu, lakini tukapata heshima pale Mtwara. Kwa sababu kila anaingia wale askari wanatuambia nyinyi ndio mashehe kutoka Mozambiki. Muombeni sana Mungu, mna Mungu sana nyinyi. Kule atokagi mtu siku najua tayari mshakufa. Kisha ishukuruni sana serikali yenu na baraza lenu kwa kupigania nyinyi mpaka mmetoka. Lau kama sivyo tusingejua chochote na nyinyi mngekufilia mbali. Tukakaa ndani siku 9, wakatuhoji. Baada ya kutuhoji wakatupa ruksa saa 8 mchana siku ya Jumanne, tukarudi zetu salama Dar es Salaam tukiwa wazima, hawajatugusa, hawajatupiga, na imani baada ya taarifa zile kutoka mapema tukawa tumenusurika, lakini hatukupatwa na tatizo lolote, tulikuwa sehemu salama. Kwa hiyo tunashukuru. Mimi sana kushukuru shehe wa mkoa kwa sababu nimesikia namna vile ambavyo vipigani, na sisi tumetoka kwako, tumetoka Dar es Salaam, wewe ndio shekhe wetu, tutamlilia nani? Tunakumlilia zaidi yako. Tukipatwa na majanga lazima turudi kwako, japo mafedhuli nini, lakini hatuna ujanja, lazima turudi kwako. Kwa hiyo nimekuja ndugu yangu na ndugu zangu, tumekuja kutoa shukurani. Mungu akuongezee pamoja na baraza, tusimamie maisha ya Waislamu, tusimamie haki za Waislamu. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaykum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh. Inshallah hiyo historia fupi kati ya mengi ambayo yaliyopita lakini kubwa. Kama alivyosema, tunashukuru serikali yetu ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kwa sekta zake mbalimbali, lakini pia tunashukuru baraza na haswa shekhe wa mkoa, wewe kwa nafsi yako. Lakini niombe nyinyi wenzangu mliobakia mtoe tu neno fupi la shukrani. Nianze na Ustadh Suleiman Bogo. Naam. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaykum salaam. Naam, tupo katika ofisi ya shekhe wa mkoa kaka yetu Sheikh Al-Hadi. Tumekuja kwa lengo maalumu, kwanza la kutoa shukurani kubwa kabisa kwa sababu kuna jitihada kubwa ambazo tumeziona, na ni vizuri zaidi kwamba ingekuwa si busara kama tungekuwa tumekuja tu tukakaa kimya, kwa jambo ambalo si zuri. Lakini kwa sababu jitihada zimefanyika, muombe Mwenyezi Mungu ajalie shekhe wetu apewe umri mrefu wenye manufaa na yeye, na aendelee kuwa na moyo kama huo, kwa sababu ni kiongozi mkubwa wa dini katika taasisi yetu kubwa ambayo Tanzania ndio tunaitegemea. Kwa sababu tayari amiri wetu wa msafara ameshazungumza, mimi nadhani siseme mengi zaidi ya kusema alhamdulillah rabbil alamin. Na shekhe, tunakushukuru kaka yetu kwa jitihada kubwa. Mwenyezi Mungu atakulipa, sisi hatuna uwezo wowote wa kusaidia chochote ama kukulipa chochote, Allah ndiye atakayekulipa inshallah. Asalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Naam. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Naam, kama wenzangu walivyotangulia, mimi kwa jina naitwa Ustaz Hamid Mohamed Omar, ambaye katika debate na midahalo huwa nakaa section ya kusoma.
wengine wanapenda kuniita Mheshimiwa Spika. Mimi kwa sababu ya sauti yangu na mazingira katika shughuli zetu. Na kikubwa tunataka kushukuru. Pamoja na kuwashukuru Watanzania walioshiriki katika namna moja ama nyingine kushirikiana pamoja nawe na baraza kwa ujumla na serikali kwa kuweza kufanikisha sisi kuweza kutolewa kule katika wanasema uvuli wa mauti. Yaani pale ndipo ambapo unajua kabisa harufu ya mauti iko vipi, kwa sababu muda wote unakuta watu wako na mashine, mashine gani, sijui ma AK40, sijui vitu gani hatuvielewi. Tunavionaga katika sinema, tumevishuhudia kwa macho na mna vile sisi tuko ndani. Alafu lango lingine unakuta kuna malango kule hayafunguliwi, lakini unasikia kuna watu upande wa pili. Alafu tunaambiwa chini kuna watu wengine. Wote wapo katika mazingira ya kesi za ugaidi. Lakini sisi hawajatunyoshea moja kwa moja kwamba nyinyi magaidi. Tumefikishwa mpaka pale hatujui tunatuhumiwa kwa lipi. Ila yule askari alivyokuja yule alielewa, sijui kama alielewa kweli ama ilikuwa ni kuja kutubainishia tupo katika hali gani pale kambini. Wamemtubukiza kule, hawakumweka ndani ya nondo, wakamweka katika corridor hivi, wakafunga lango lao. Anakuja sasa anasema kwamba nyinyi kwa nini mnatuulia watu wetu, mnaua watu sana nyinyi ni magaidi, haingii humu mtu isipokuwa Al-Shababi, kwa hiyo nyinyi ni Al-Shababi. Ndio tukaja kugundua kwamba kumbe tunatumiwa ni Al-Shababi. Sasa anasema hakuna anayetoka salama, hii ndio mweda, akiingia humu mtu hatoki salama. Hii sio Tanzania, msipige mkafikiri mko Tanzania hapa. Hii ni mweda. Asikuongopeni mtu kama mnatoka huko, hamtoki. Mnakwenda kuwao. Mimi nimeshaongoza kuwaua Al-Shababi wengi. Hatuna kesi sisi za Al-Shababi zaidi ya tukigundua kwamba wewe ni Al-Shababi, tunapiga. Sasa sijui mtajitetea vipi kwa wakubwa mkienda kuhojiwa ili mtoke katika nafasi hizi. Nashukuru Allah alivyojalia baada ya kuhojiwa zile dokumenti. Na kwa dua za Waislamu na Watanzania kwa ujumla ikapelekea sisi kuaminiwa na kuaminika na kuwa huru ndani ya jela, ndani ya gereza. Tuko huru sasa, wakawa watulindi tena kwa mitutu. Tunatoka, tunaenda kujisaidia nje, tunaoga na vitu kama hivi kama alivyoongea amiri wetu hapa. Sasa kikubwa ni kutoa shukrani, lakini pia kuwaeleza wale wasiojua mazingira ya amani kwamba Tanzania tunavyozungumza kisiwa cha amani ni kisiwa cha amani kweli. Asiyejua amani ya Tanzania basi aende kwanza Mozambiki. Akienda Mozambiki atajua kwamba Tanzania kuna amani 1000%, sio 100% tena. Lakini vile vile atajua namna gani uadilifu wa askari wa kwetu sisi walivyo waadilifu. Askari wetu wa Jeshi la Ulinzi na Usalama kwa maana JW, askari wetu wa immigration, idara ya uhamiaji, lakini pia askari wetu kwa maana ya kwamba polisi wanafanya kazi katika hali ya uadilifu mkubwa kabisa na kujali utu, vitu ambavyo Mozambiki havipatikani. Pamoja na kuwa na dokumenti zako zote utakazokuwa nazo, basi wao wanaweza kukufanya lolote wanalojisikia pale wanapojisikia, lakini rushwa inaonekana iko nje zaidi. Kwa hivyo Mozambiki anataka kusafiri kwa kwenda South Africa, kwenda au sehemu nyingine yoyote, basi ni afadhali apite katika barabara zingine kuliko kupitia njia ya kupitia Mozambiki. Mozambiki si salama kwa Mtanzania na si kwa Mtanzania. Si salama kwa kupita njia wala kwa kwenda kufanya maisha, kutafuta kuchimba madini kule Mtepweshi au kufanya biashara za kuzungusha. Si sehemu salama kwa kipindi hiki. Kama kuna sehemu salama basi labda itakuwa South Africa, itakuwa Swaziland, lakini anataka kwenda sehemu hizo basi apite kutumia anga, apite kutumia njia hizi za huku Zambia, Zimbabwe na kuelekea kule, lakini asipite kutumia njia hii akizani kwamba ni shortcut. Shortcut hii itakuwa ni shortcut ya kwenda kaburini, sio shortcut ya kufika South Africa au Swaziland. Si sehemu salama katika kupita njia wala kufanya shughuli za aina yoyote katika kipindi hiki. Hili ndio ujumbe wetu, lakini kikubwa wa Tanzania tuidumishe amani. Kwa maana nchi yetu ni amani ukweli. Ili jambo linatakiwa kila Mtanzania alifahamu hivyo inshallah, na mashaka zetu kama hivi mzidi kusisitiza katika nafasi zenu mnazokuepo juu ya kuhimiza swala la amani. Tumeona umuhimu wa amani na thamani ya amani, na kutokana na hili tunala kujivunia sisi wa Tanzania. Asiyejua akitoka sehemu akaenda nje kwenye mazingira tofauti ndio atakavyojua jinsi gani wa Tanzania tulivyo. Inshallah katika hili sina la ziada. Wa hadha, assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alaykum wa barakatuh. Inshallah baada ya kupata maelezo mafupi kutoka wahusika ambao walikuwa wamepata matatizo, sisi tuishukuru tena serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na hasa maeneo ambayo tulipeleka taarifa za kukamatwa kwao, kwa mkurugenzi mkuu wa immigration makao makuu wa
Mheshimiwa Balozi nchini, Mheshimiwa Balozi wa Mozambiki, Mheshimiwa IGP na baadhi ya maafisa wa serikali ambao tulikutana nao kueleza tukio hili. Ukiacha hao ambao tuliandikia barua, tunawashukuru sana na tunashukuru serikali zote kwa mashirikiano mazuri juu ya kuwaendea ndugu zetu hao. Kwa kweli mitihani ni mingi, lakini tunasema kwa hili serikali zote mbili tunazishukuru. Balozi wetu wa Tanzania Mozambiki na balozi wa Mozambiki hapa Tanzania tulikuwa kwa karibu sana na ametupa taarifa nyingi ambazo kwa kweli tunamshukuru Mungu mpaka hapa tulipofikia. Nirudi kwa kusema tena, Sheikh wa mkoa wa Dar es Salaam na baraza kwa jumla, jitihada mbalimbali pale mlipoweza kusema, pale mlipoweza kukutana juu ya kuwashughulikia Watanzania wenzetu ambao pia ni wahadhiri, tunasema hatuna zaidi ya kumwomba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala awalipe kila aina ya khairi. Baada ya kusema haya, Sheikh, nikukaribishe na niwaambie wenzangu kwamba Umoja wa Wahadhiri wa Kiislamu Tanzania tunafanya kazi kwa karibu na baraza la BAKWATA. Nidhani tuliweza kumwalika mufti na tukafungua pazia la mahusiano kati yetu na BAKWATA. Lakini pia binafsi kama Rajab nimekuwa karibu sana na kaka yangu na Sheikh wa mkoa kwa kushauriana mambo mengi yale ambayo yanayohusu Uislamu na umma jamii yetu ya Kiislamu. Tumekuwa karibu tukishirikiana na hili amelishika mwanzo mwisho mpaka na natoka ndani. Kwa hivyo na sisi tuchukue taswira hiyo, ile taswira ya kwamba BAKWATA ni maadui, BAKWATA si Waislamu, BAKWATA sio taasisi yetu. No, tuende tukibadilika kwamba tuangalie mfumo ulioko na kazi zinazofanyika, juhudi zinazofanyika, na tukubali tushirikiane, kwa sababu wakati sio ule ambao kwamba uliokuwa tukiona BAKWATA iko mbali na Waislamu, iko mbali na taasisi nyingine. BAKWATA hii, Samahati Mufti Sheikh Abubakar bin Zubair bin Ali amekuwa karibu na taasisi zote, anakusanya taasisi zote, na Sheikh wa mkoa amekuwa ni zaidi katika hilo, kwa sababu yeye ni kijana mwenzetu, ni mwepesi, wakati wote tunamkimbilia, wakati wote tunashauriana naye. Kwa hivyo tuchukue katika taswira hiyo, mimi kama kiongozi wa juu wa wahadhiri, tuchukue taswira hiyo ili tuweze kufanya mashirikiano na tufike mbali katika Uislamu wetu. Inshallah. Sheikh yetu ni hayo, karibu. Asante sana. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa alihi wa sahbihi wa wala wa ba'd. Niwashukuru sana. Kwanza nikushukuru wewe ndugu yangu Ustadhi Rajab Al-Kushairi. Nakumbuka wewe ndio ulikuwa mtu wa mwanzo kunipigia simu. Wa pili akafuata Mazinge kunipa taarifa za hawa wahadhiri na yale ambayo yaliyowafika na yaliwatokea. Hawa wawili sijawafahamu, nilikuwa siwajui, lakini yule Shafi namjua, Mafia mwenzangu, japokuwa yanaona koma na Mafia ni watu wawili tofauti. Mimi asili yetu hasa ni Mafia. Jibondo ndo kwetu, ndiko alikotoka wazee wetu. Koma wamehamia tu. Kwa hiyo pale Jibondo bado wapo wajomba, wapo wazee, wapo kina kaka, ndio kwetu. Kwa hiyo kizungumzia Mafia, Koma, Kwale, Kisiyupwani, ni watu wanaoingiliana, Tumbatu, Bagamoyo, wapi, ni watu wanaofanana. Kwa yule namfahamu zaidi, nishamuona, lakini hawa nilipo sijawaona. Lakini nashukuru kwamba leo mmekuja kushukuru ofisi yetu. Na mimi nilipopata taarifa hii pia nilimwarifu Mheshimiwa Mufti Sheikh Abubakar bin Zubair bin Ali kwamba kuna jambo hili limetokea. Akaniambia basi lishughulikie au ni vijana wetu tuone kwamba wanapata usaidizi wa namna gani. Na mimi nilifanya juhudi, nilikuwa ninakujulisha kila hatua. Na mimi nashukuru sana serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, hasa vyombo vya ulinzi na usalama. Sababu ndivyo nilikuwa nawasiliana nao mara kwa mara. Na vyombo vyetu ni sikivu, ni vyombo adilifu, havimdhulumu mtu. Na ndio maana nimetoka salama, kwa sababu mlistahiki kuwa hivyo. Vinginevyo mngekuwa na makondo kando, basi ingekuwa ndio kalu. Tunasikia tu kwenye bomba.
lakini kwa sababu mko sawa, ndio maana mmeweza kuwa salama. Hata hatua yenu ile mlipokuwa mmetoka pale mkaja kukabidhiwa pale, nilipata taarifa kwamba mnatoka hapa mnakwenda hapa, nilikuwa napata taarifa. Sasa mnatoka hapa mnarudi Dar es Salaam, nilikuwa napata taarifa. Kwa hiyo serikali yetu imetusaidia sana. Serikali imetusaidia sana kuhakikisha kwamba mko salama. Na Baraza Kuu la Waislamu wa Tanzania BAKWATA kwa niaba ya Mufti wa Tanzania ni chombo cha Waislamu wote. Kwa hiyo shida ya Muislamu yoyote ni shida ya Mheshimiwa Mufti, ni shida ya baraza. Kwa hiyo tuna wajibu wa kuwasaidia Waislamu na hasa nyinyi ambao mnatumika kwa ajili ya dini. Kilichowasaidia kwamba ni kweli mnatumika kwa ajili ya dini. Lakini pia niwape faraja kwamba ni sehemu ya mitihani. Lazima ifike mahala mjaribiwe. Ahasiba an-nasu an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun. Walaqad fatanna alladhina min qablihim fala ya'lamanna Allahu alladhina sadaqu wala ya'lamanna al-kadhibin. Kwa hiyo ni lazima pia mjaribiwe, ni sehemu ya majaribu. Ni sehemu ya majaribu. Lakini pia ni lazima muwe makini katika shughuli zenu. Ni lazima muwe makini, mtajifunza. Khudhu hidrakum. Katika tukio hili mtajifunza kwamba ni lazima muwe makini. Katika dawa hizi lazima muwe makini, muone mnapitaje ili muwe salama. Kwa hiyo mimi sina maneno mengi zaidi ya kuwashukuru kwamba mmekuja. Kama alivyosema Mtume sallallahu alaihi wasallam, "Man sana minkum ma'rufan fakafi'u." Kwamba anayekufanyieni jema basi lipeni. Katika jumla ya malipo mlioyatumia nyinyi ni kushukuru. Asiwashukuru watu hawezi kumshukuru Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Kwa hiyo mmekuja kutushukuru na sisi tunawashukuru pia kwa kujali, kuona kwamba tumewafanyia jambo jema, lakini na sisi ni wajibu wetu kama BAKWATA kuwasaidia wahadhiri ambao mnafanya mambo haya ya dini. So BAKWATA yenyewe kama BAKWATA haiwezi kufanya yote. BAKWATA inakuwa ni kama mlezi. Kwa hiyo tunagawana kazi, mwingine anafanya hili, mwingine anafanya lile, lakini kwenye misingi ya kisheria, kwenye misingi ya Qur'an na Sunna na misingi ya kuchunga pia sheria za nchi. Wote ni wadau wa amani, lazima tuhakikishe kwamba tunasimama pamoja. Kwa mimi nawashukuru sana, karibuni sana. Shukrani. Hata nirudi story na piga picha. Bismillahirrahmanirrahim. Waislamu tupo kwenye huu mtumbwi, tunaelekea Nampula kwa ajili ya kwenda kufanya da'wa debate kubwa itakayoanza tarehe 29 inshallah. Huu ndio usafiri unavyoona wa shida, wa tabu, imradi kwenda kutangaza Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maeneo haya Mto Ruvuma, ukishangaa tu mamba kakutoa. Na huyu ndio dereva wetu Dogo Janja. Dogo Janja ndio dereva huyo. Anakipeleka chombo vizuri kabisa mashallah. Kwa hiyo dua zenu biidhnillah Subhanahu wa Ta'ala, tunakwenda kwenye mapambano na Mpula. Huu ndio Mto Ruvuma. Hatari sana, una mamba. Hapa tulipo unaweza kuona mamba. Ukashangaa mamba katokea, tukaanza kukimbizana hapa alhamdulillah na boko. Tuko katika mtumbwi hapa, ndio tunaelekea biidhnillah Subhanahu wa Ta'ala.